Bei ya mafuta duniani imeshuka kidogo baada ya mamlaka za Oman kusema kuwa shughuli katika bandari ya Mina Al Fahal zinaendelea kama kawaida kufuatia taarifa za awali za Reuters zilizodai kuwa upakiaji wa mafuta ulisimamishwa baada ya mlipuko kutokea karibu na eneo la Bething. Mafuta aina ya Brent yameshuka kwa senti 24 sawa na asilimia 0.25 kufikia dola 94.79 kwa pipa baada ya kushuka kwa asilimia 2.84 katika kikao kilichopita. Kwa upande wake mafuta ya West Texas Intermediate WTI yalishuka kwa senti 56 sawa na asilimia 0.6 kufikia dola 92.48 kwa pipa baada ya kushuka kwa asilimia 3.1 siku ya Alhamisi. Hata hivyo, bei hizo zinatarajiwa bado kuhitimisha wiki kwa faida ya kwanza katika wiki tatu, ambapo WTI imepanda zaidi ya asilimia 6 kutokana na kuongezeka kwa mivutano Mashariki ya Kati na kucheleweshwa kwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran, huku shughuli katika mlango wa Hormuz ambao hupitisha karibu asilimia 20 ya mafuta dunia zikiendelea kuwa finyu. Shirika la Petroleum Development Oman limesema kuwa shughuli katika bandari ya Mina Al Fahal zinaendelea kawaida baada ya ripoti za awali kutoka vyanzo vitatu kudai kuwa kusitishwa kwa upakiaji wa mafuta kufuatia mlipuko. Oman husafirisha takriban mapipa 800 hadi 900 ya mafuta kwa siku kupitia kituo hicho. Wachambuzi wa masoko wanasema pia kuna wasiwasi wa kupungua kwa akiba ya mafuta duniani, jambo ambalo linaweza kusababisha kupanda kwa bei katika robo tatu ya mwaka. Kwa upande wa kisiasa, kiongozi wa Hezbollah Naim Qasim ameikataa makubaliano yaliyopendekezwa na Marekani kati ya Israel na Lebanon kusitisha mapigano, huku Iran ikisisitiza kuwa sitisho la mapigano Lebanon ni sharti muhimu la makubaliano yoyote ya amani na Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini kuwa maendeleo katika mazungumzo kati ya Israel na Lebanon, akisema Lebanon inastahili amani. Wachambuzi wa masoko wanasema hali ya mafuta bado imegubikwa na taarifa zinazokinzana, huku upande wa kiufundi ukionyesha kuwa bei ya mafuta inaweza kuendelea kupanda iwapo WTI itabaki juu ya kiwango cha msaada katika kiwango cha chini ya dola 80. Shirika la OPEC limesisitiza kuwa linaendelea kushikilia makadirio yake ya ongezeko la mahitaji ya mafuta kwa kiwango cha mapipa milioni 1.2 kwa siku mwaka huu licha ya mivutano ya Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, mauzo ya mafuta ya Iran yameripotiwa kushuka hadi kiwango cha chini zaidi katika miaka 6 kutokana na vikwazo na changamoto za usafirishaji, huku mahitaji hafifu kutoka China yakichangia kushuka kwa bei. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.